Tulipokuwa tumekomea katika episode iliyopita ni mara baada ya kumshuhudia bidada Soha akiwa anamshirikisha Isu, mtoto wa mkuu wa kituo cha polisi, kwamba mwanamama Menso huenda alikuwa ameuliwa na mume wake, hivyo amchunguze mume wake vizuri. Lakini hii haikumuingia kabisa mwamba Isu, kwa sababu ni matukio mawili tofauti na mume mtu wala kuonekanika katika eneo la tukio, na ikumbuke kwamba hata dhana ambayo ilitumika katika mauaji ilikutwa katika genge la wahuni tu. Na ni kweli kabisa, kama walivyokwenda kutazama katika CCTV camera, walimwona mume mtu akiwa anatoka pale katika eneo la supermarket, wala hakutoka na kitu chochote kile baada ya tukio la mauaji. Lakini inaonekana kuna dhana ya mauaji imekutwa katika genge la wahuni. Ilifikaje huko? Ndo swali kali linamuumiza sana bidada Soha. Na mwamba chaona hofu yake ilikuwa isije ikawa jamaa alifanya mauaji kisha baada ya hapo akachukua ile lungu alilotumia kufanyia mauaji akalipitisha kwa mlango wa nyuma, alafu moja kwa moja likapelekwa katika genge la wahuni, alafu jamaa yeye akatokea mlango wa mbele ili kuzuga watu. Lakini wakapata wazo kwamba mpaka kulikuwa kuna ushirikiano mkubwa, basi lazima kuna mtu mwingine ambaye alikuwa nyuma ya huyo mume mtu, ndo mpaka akawa anatamani kuweza kuuza ile ardhi, na huyo mtu huenda ndo amemsaidia kutekeleza hayo mauaji. Hasa wale mizimu ambao wanasaidiana sana na mwamba chauni, siku leo alikwenda kupeleleza katika lile genge la wauni kutaka kujua ile bakola ilifikaje kule ambayo ilitumika katika mauaji, na walikuja kupata jibu, wakalifikisha katika kikao. Sasa bidada Soha akawa anawaza watawatiaje hatiani hao watu ili waweze kukiri makosa yao walijua ya jaribio zima la kuweza kufanya mauaji. Hasa unajua kwa nini nasema jaribio la kufanya mauaji? Kwa sababu mwanamama Menso kumbe bado yupo hai, ila yupo katika koma, nafsi yake tu ndio inazurura tu. Kwa dakika yoyote ile anaweza akachukuliwa hapa kuelekea hela ama akabakia hai. Hasa yule mzimu anayefahamika kama Aaron ambaye ni wa kike, leo aliamua kucheza triki moja hivi. Daktari wakati anakuja kumcheki mwanamama Menso kuyaka mminyaminya hivi mwanamama ili mapigo ya moyo yasiweze kugundulikana. Kwa hiyo madaktari wakagundua kwamba mwanamama Menso ameweza kufariki, wakatoa ripoti. Mume mtu alipopata ripoti tu ya kwamba mke wake fariki, basi alifurahi sana. Kwanza akaanza kuwapigia wateja wake wa nyumba na kusema kwamba kuanzia sasa hivi nyumba iko mikononi mwake na waje tu pale kununua. Mwamba chauni na afande Soha moja kwa moja akaanza kufuatilia hii simu, mwanaume anaelekea sehemu gani, na wakagundua kwamba alikuwa anakwenda kukutana na mteja wake katika eneo fulani hivi la hoteli. Basi na wao wakaenda kubook chumba cha jirani kidogo na kile chumba ambacho hao jamaa wanakwenda kufanyia mazungumzo. Walipofika hapo wakaanza kutafuta mawasiliano. Kumbuka kwamba sasa hivi mizimu inaweza ikawasiliana nao kwa dakika yoyote ile na saa yoyote ile, kwa sababu wana kile kifaa cha mawasiliano. Kwa hiyo mizimu ikawa katika kile chumba ambacho wale wafanyabiashara wanaendelea kufanya biashara yao, alafu wao walikuwa huko chumbani. Sasa mwamba anatafuta mawasiliano, anagundua kwamba mawasiliano ni magumu sana kuyapata. Zunguka chumba kizima. Mwisho wa siku bana atia kajilaza kitandani, ndo akagundua hapa bana ndo mtandao unashika. Hasa naye bidada Soha ikabidi kusogea jirani aweze kutazama hapo mawasiliano yanakaa vipi. Mwamba wewe mapigo yake ya moyo yakaongezeka sana. Bidada akasema aisee, moyo wako unaonekana unadunda kwa nguvu siku hizi. Hasa huku upande wa pili mchakato wa biashara unaendelea, na mume mtu ndo alikuwa anataka kusaini pale ili aweze kupata donge nono la fedha. Lakini kwa bahati mbaya ule mzimu kamshika mkono wake na kuanza kuchola makorokocho tu katika karatasi, alafu mwisho wa siku kaanza kumchola jamaa katika uso. Yaani mteja alimaindi akaondoka kwa hasira. Haraka sana bidada Soha pamoja na mwamba chauni wakavamia mule ndani, wakaweza kumkamata yule mteja, alafu pili wakaenda sasa kumkamata mume mtu. Kumbuka kwamba mteja pamoja na mume mtu ndio walishirikiana kuhakikisha kwamba wanamuua yule mwanamke ili nyumba iweze kuuzwa kirahisi. Na mume mtu alipogundua uwepo wa maafande alikimbia sana mpaka juu kabisa ya ghorofa. Sasa bidada akawa anamvuta pale mwamba asiweze kuanguka, kwa sababu anatakiwa aelekee polisi akakiri wazi makosa yake. Asa mwamba chauni akimtazama bidada namna anavyomvuta huyu mhalifu, akawa anakumbuka tukio la miaka ya zamani sana ambalo hata mwenyewe katika maisha yake hajawahi kuliona. Anashangaa kama vile anamuona bidada katika kumbukumbu zake, na ikabidi mwamba chauni kwenda kumsaidia bidada kumvuta yule mhalifu. Lakini bahati haikuwa yake, jamaa alianguka chini na akatawanyika vipande. Hasa huku upande wa pili bana, yule jamaa anayefahamika kama Choi Gang General alikuwa anamtembeza malaika mtoa roho. Kumbuka kwamba huyu ni mshikaji wake wa zamani sana, anamzungusha huku anaenjoy, wanafurahi, na lengo ni moja tu, huyu malaika mtoa roho asije akaenda kuchukua roho ya mwanamama Menso pale hospitalini. Hasa mwamba Choi Gang baada ya kumaliza shughuli yake hiyo ya michezo, alipofika nyumbani akaendelea tena kupiga danadana, afa anamwambia malaika mtoa roho aendelee kumhesabia danadana zimefika ngapi. Malaika mtoa roho akashtuka kwamba hizi danadana zimepigwa mpaka sasa hivi ziko 3000 na jamaa bado anaendelea kupiga tu, isije ikawa anavutiwa muda hapa. Hapo malaika akawa ameshtuka na moja kwa moja akataka kuelekea hospitalini. Sasa alipoweza kufika hospitalini huku tayari mwanamama nafsi yake ikawa kidogo inapata amani, kwa sababu mume wake ambaye alikuwa ameweza kumuua na yeye ameweza kufa vile, yani aliyeua kwa upanga na amekufa kwa upanga. Ukumbuke kwamba mwanamama muda wote alikuwa hajafa, alikuwa yuko hai, lakini alikuwa katika koma, ila ugonjwa wake ulikuwa ni kwamba hataweza kupona hata kidogo. Kwa hiyo hatua ya mwisho mwanamama akakubali tu kuelekea huko na malaika mtoa roho. Kwa hiyo hapo ndo ripoti ya daktari itakuja kwamba mwanamama ameweza kufariki mazima. Basi bwana, nafsi ya mwanamama Mensoku sasa ndo inachukuliwa na takiwa iondolewe hapa. Lakini wakati huo bwana mume mtu si ndo akawa anakuja. Kumbuka kwamba naita hivi ameshakuwa mzimu baada ya kujirusha kutokea gorofani. Hasa utaratibu wa huyu malaika mtoa roho, mara baada ya mtu tu kuweza kuchukuliwa nafsi yake lazima amuite mara 3 yule mtu, kisha baada ya hapo akishaitika ndio anaondoka naye.
Hasa akawa anatoa karatasi ili lengo aweze kuita jina la mwanamama Mensok aweze kuondoka naye, lakini katika kuangalia jina anagundua kwamba jina limeandikwa la mume wake mwanamama Mensok na sio Mensok. Na kumbe watoto wa mwanamama Mensok walikuwa wakiomba wakati wote, wanamwomba Mungu kwamba anaomba kwamba mama wao aweze kuwa hai. Sasa bahati nzuri, bahati ikageuka, ni kwamba mume mtu ndo akawa amekufa na mke mtu ndo akawa mzima. Yaani lile jina ambalo malaika mtawala alikuwa amelishika likageuka kuwa la mume mtu na sio tena la mwanamama Mensok. Kwa hiyo mwanamama Mensok hana haki ya kufa, kuanzia sasa hivi anatakiwa kuwa hai. Sometimes kwa kuwa hatuyajui mambo yanayoendelea katika ulimwengu wa roho, huwa tunapuuziaga sana maombi yetu, lakini kuna maombi ambayo unaweza ukayaomba na yakabadilisha kila kitu katika ulimwengu wa roho na ukabaki unashangaa ni kwa nini jambo hili limewezekana. Kumbe ni yale maombi ambayo hata mwenyewe ulikuwa uamini kabisa kwamba ingeweza kutengeneza mabadiliko makubwa. Kwa hiyo nipende kuwakumbusha wana PVP Media kuhakikisha kila wakati unaomba, kwa sababu kuna nguvu kubwa sana katika kuomba, hata kama maombi unayoyaomba ni kama unahisi ni madogo. Bidada Soha kumuona mwanamama ameweza kuamka, alifurahi sana, akaenda kumkumbatia Mwamba Chaoni. Mwamba Chaoni kwa mara ya kwanza ameweza kukumbatiwa na bidada mpaka mwili ulisisimka mpaka katika unyayo yani. Jamaa alifurahi sana, hata alipoweza kurudi nyumbani alianza kunywa pombe. Jamaa amefurahi yani vibaya mno. Kwa mara ya kwanza kabidada kamemkumbatia kumbato fulani hivi amazing yani. Basi nyakati za usiku siku ya leo, kuna watu wawili walikuwa wanaonekanika wakiwa wanapiga kelele mbele ya nyumba ya baba yao wakisema baba, mama, lakini hakuna aliyeweza kuitikia ndani ya hiyo nyumba. Lakini wakiwa busy kuwaita wazazi wao ndani ya nyumba, ghafla tu kumbe mshetani ulikuwa uko kando yao, kawatazama alafu kawa naondoka zao. Lakini hili shetani linaloitwa Taijang lilipokuwa likitazama katika skrini kubwa sana katika mji, liliweza kumuona Mwamba Chaoni ambaye siku hizi amekuwa akijihusisha sana na matangazo ya biashara. Bana, tukiachana na shetani huko, Mwamba bana akiwa amelala nyumbani siku ya leo alikuwa anaota ndoto kana kwamba ni miaka ya zamani sana, na alikuwa akimvisha mwanamke fulani pete, na huyu mwanamke alikuwa anavisha pete alikuwa ni bidada Soha. Alafu jambo la kushajabisha ni kwamba hata bidada Soha naye alikuwa anaota ndoto hiyo hiyo, yani wote wawili walikuwa wakiota ndoto moja kwa wakati mmoja. Kesho yake kama kawaida, Mwamba Chaoni huwa anaelekeaga katika vituo vya television. Siku hizi interview zimekuwa nyingi kwa sababu Mwamba ameshaanza kuwa superstar, kwa sababu anafanya matangazo mengi sana ya biashara. Alipoweza kutoka pale ofisini sasa akawa anaelekea nyumbani. Hasa huku upande wa pili, Mwamba Isu siku ya leo alikuwa amejipanga kwenda kumtongoza bidada, na ukumbuke kwamba bidada kabla ya kuanza kumpenda Mwamba Chaoni alishakuwa anampenda sana huyu Isu kwa muda mrefu. Kwa hiyo Mwamba Isu leo amemwita bidada na anataka kumtongoza. Sasa mizimu bana ikaanza kumchezesha mdomo wake, kila akitaka kusema nakupenda basi mdomo unatiziketika tikisika hivi, anajikuta anashindwa kusema lile neno I love you. Sasa bidada Soha kuona mtu wake anashindwa kuongea haraka sana, sasa akawa anamfuata. Kwa hiyo akijua wanaharibu mambo, kumbe ndo wanawasogeza jirani. Bidada alivyosogeleana na Mwamba Isu, basi hisia zikaanza kuibuka baina yao. Kumbuka kwamba alikuwa anampendaga huyu jamaa kabla hata ya Mwamba Chaoni. Hasa ule mzimu unaofahamika kama Alone ukapiga picha na ukamtumia Mwamba sasa aweze kutazama Chaoni kila kitu kinachoendelea. Na Mwamba alipoweza kuona picha hii alichanganyikiwa. Yeye mwenyewe mwanzoni alisema kwamba hajali chochote kuhusiana na bidada, lakini sasa hivi akajikuta ameenda mpaka katika hilo eneo la cafe. Alipofika akakutana na bidada namna ambavyo anashirikiana na Isu kucheza michezo. Dai kitu limuumiza sana Mwamba. Hasa jamaa Chaoni amepata hasira mingi, akataka kuondoka, lakini akakuta kuna michezo fulani hivi inaendelea hapa. Akaingia naye kwenda kushindana ili angalau amuoneshe bidada kwamba naye ana uwezo. Lakini Isu akawa akirusha mpira hivi, anapiga mipira yote kule mbele, lakini yeye Mwamba akirusha hata mpira haufiki kule mbele. Hali ilizidi kuwa mbaya tu. Mwamba anajaribu mpaka akajikuta anaangukia katika ule mchezo. Yaani jamani kuzalilika tu. Lakini Mwamba Chwegangi akaiagiza ile mizimu ikamsaidia jamaa, kwa sababu atazalilika sana pale, hawezi kulitetea penzi lake kabisa huyu jamaa. Yaani ile time mizimu imeingilia kati bwana we, mchezo ulibuluzwa pale. Mwamba kila mpira akirusha anapata, kila mpira akirusha anapata. Hapa bidada Soha si anajua kwamba jamaa anatumia mizimu, akawa ameshtuka kwamba jamaa ameanza kutumia mizimu huyu. Basi bwana, hivyo tu Mwamba Chaoni akawa amechukua ushindi pale. Lakini Isu alimwambia Chaoni kwamba hivi karibuni nitakwenda kumtongoza bidada na tutakuwa wapenzi rasmi, nadhani ukaribu wenu utapungua kidogo. Mwamba Chaoni kuyasikia hayo maneno alikasirika, yani aliumia vibaya mno. Hasa mizimu akawa anamwambia Mwamba, kama unampenda bidada ni muhimu ungemwambia kwamba unampenda, kuliko hivyo unavyoendelea kuficha unasema mara ujali juu yake. Sisi sasa hivi hatutamzuia Mwamba Isu kuweza kumtongoza bidada, tutamwacha huru hivyo. Kwa hiyo mwenyewe kama unataka kupambania penzi lako basi usipambanie. Mwamba akaona ukichelea utakuta mwana si wako, ikabidi kuchukua pete na moja kwa moja anakwenda kumtongoza bidada Soha. Lakini amini usiamini, kumbe Mwamba Isu alikuwa ndo yuko kumtongoza bidada wakati huo. Na mizimu kama ilivyokuwa imesema kwamba sasa hivi haitoingilia kati. Mwamba katongoza pale kwa bidada, inaonekana bidada anatabasamu tu, anacheka, na hii kitu Mwamba alikuwa anaiona kwa mbali. Sasa hatujui je, bidada alikuwa amekubali au alikuwa amekataa. Lakini tabasamu la bidada Soha lilitosha tu kusema kwamba lazima bidada atakuwa alishamkubalia Mwamba Isu. Jamaa aliondoka kwa huzuni sana na kwa unyonge mkubwa, akiwa ameshika pete yake huko anarudi nyumbani. Sasa bwana we, huku njiani katika rami leo kuna bonge la tukio. Ni baba yake na Mwamba Isu alikuwa akitembea katika rami, na ghafla tu akamwona mtu akiwa anavuka rami njiani tu
katikati ya lami. Kuja kutazama mara mbili, si ndo akagundua kwamba ni Mwamba Taejang, mtu ambaye ni hatari, shetani la zamani. Mzee kwanza aliinama katika gari akiwa na wasiwasi mkubwa sana huyu shetani asije akamwona hata chembe. Lakini je, ni kwamba Taejang hajajua kwamba hapa baba yake na Mwamba Isu yupo? Tukutane katika balaa linalokuja. Katika episode ijayo itakwenda kutupa majibu ya nini ambacho kitakwenda kujiri. Mimi ni DJ Paul na hii ni PVP Media Max. Kama ndio kwanza unajiunga na familia yetu, usisahau kugusa alama ya kusubscribe. Hivi unajua kuwa PVP Media Max katika kitengo chake cha IT wanatoa huduma ya kuuza channel za YouTube ambazo zimekuzwa na PVP Media Max, lakini pia wanatoa huduma ya kukuza channel kutokea subscriber 0 mpaka subscriber 1000 ndani ya siku moja tu. Alafu ile changamoto inayowatesa wengi kufikisha masaa 4000, basi changamoto hiyo inatatuliwa ndani ya siku 2 tu kama tu ukishirikiana na PVP Media Max. Mamia ya watu wameshashtukia mchongo na watu wanatengeneza mkwanja mzito. Kama ujui utafungua channel ya YouTube na uelewi nini cha kwenda kufanya, tunafundisha namna ya kutumia AI, yani video ambazo unatengeneza wewe mwenyewe pasipo hata kuweka sauti yako wala picha. Hizi video zinajitengeneza zenyewe kwa kutumia maandishi tu. Nilidhani radi inagonga juu ya paa mpaka niliposikia ikigonga chini ya ardhi, na pale kwenye maji ya barabarani kitu kilining'inia kama kamba, lakini kilikuwa ni ngozi ya nyoka imeandikwa jina langu. Kuanzia siku hiyo pesa zilianza kutoka sehemu ambayo haiwezi kutoka pesa, kaburini. Mbona hii ni zaidi ya ofa? Yani unajifungulia akaunti ya YouTube, baada ya hapo inakuzwa mpaka kufikia vigezo ndani ya siku moja, kisha baada ya siku 2 inatimiza masaa, siku ya 3 unafundishwa namna ya kutengeneza content. Alafu kilaini tu ukiwa nyumbani unatengeneza mkwanja mzito. Wewe bwana wewe, upewe nini? PVP Media Max ni zaidi ya burudani na ni zaidi ya ajira. WhatsApp katika namba yetu ya simu ni 0622113984. Huduma zetu ni gharama nafuu kabisa. Kwa shilingi 100,000 tu unatengenezewa channel na kuziwa. Kumbuka, ofa hii itakapoisha gharama itakuwa kubwa zaidi. Wahi sasa, ipatia huduma yako, tengeneza ajira yako binafsi.